Mpe Yesu makofi ya shangwe. Asante sana, waweza kuketi nafasi yako. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kupata nafasi ya kufika mahali hapa na kuabudu pamoja nanyi katika ibada yetu ya siku ya leo. Lakini namshukuru sana mchungaji na mama mchungaji kwa moyo wao wa upendo na wa ukarimu. Baba na mama, Mungu awabariki sana. Wazee wa kanisa pia, mashemasi na viongozi wote wa idara na mshirika moja moja, Mungu wa mbinguni awabariki sana kwa ibada nzuri ya kumtukuza Bwana na kumadhimisha Bwana. Kwa majina yangu kama alivyotangulia kusema mchungaji, naitwa mchungaji Sifaeli Tango. Natumika katika kanisa letu la TAG loko mtaa wa Sawe hapo juu. Naitwa Mission Christian Center. Na leo niko hapa kwenu kwa jambo maalum ambaye ni harambee ya mkutano mkubwa wa Injili. Sasa hilo nitalizungumzia baadaye. Naomba kwa sasa twende moja kwa moja kwenye ujumbe wa neno la Mungu. Na ujumbe unaosema kwamba kutimiza agizo kuu la Bwana Yesu. Kutimiza agizo kuu la Bwana Yesu. Hebu some maandiko haya mawili alafu tutaendelea. Injili ya Mathayo sura ile ya 28 mstari wa 19 hadi wa 20. Injili ya Mathayo 28 19 hadi 20. Mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Tusome tena katika Injili ya Marko mlango wa 16 mstari wa 15 hadi wa 17. Injili ya Marko 16 mstari wa 15 hadi 17. Nasema hivi: akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio: kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Sura 18, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Naomba tuombe. Baba mwema, Mungu mwaminifu, asante Bwana kwa wakati mwema ambao tuko mbele zako kuyatafakari maneno yako ya uzima. Roho Mtakatifu katawale mahali hapa Bwana, ukaseme na mtu moja moja ambaye Mungu wa majeshi anakusikiliza wewe Bwana. Achilia upenyo wa nguvu zako ndani mwake, achilia utendaji wako ndani mwake, katika jina la Yesu Kristo nikijiweka mbele zako mimi pamoja na mkutano huu wote, kwa jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wetu. Wote seme amina. Nimesema kwamba tunazungumza kwa habari ya kutimiza agizo kuu la Bwana Yesu. Katika namna ya kanisa kuenenda, namna ya kwenda kuwafanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Neno hili enendeni ni neno ambalo linazungumza na nyakati zote. Linazungumza na kipindi, nyakati iliyopita, nyakati ya sasa,
hata wakati ujao, kwamba kila atakaye kuja baada yetu, kama Yesu bado hajarudi, anapaswa kuenenda. Ni agizo ambalo limetolewa kwa watu wote, kwamba tunapaswa kuenenda na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Sasa kuna mambo ambayo sisi wapendwa, katika kutimiza agizo hili kuu, kuna namna nyingi za kutimiza. Lakini jambo la kwanza ambalo linatuonyesha kwamba inaleta taswira ya utimizaji wa agizo kuu ni maisha yetu. Maisha ya mtu aliyeokoka, namna anavyoishi, namna anavyoongea, namna anavyotenda, inatoa taswira ya kutimiza agizo kuu, kwa maana ya kwamba maisha yake inakuwa ushuhuda wa kutekeleza kile ambacho Yesu amesema kwamba tuenende kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yako inatosha kuwa shuhuda, kutimiza agizo kuu la Bwana Yesu, kutimiza swala la kuenenda. Maana jirani yako ambaye hajaokoka anapoona mwenendo wako na tabia zako na maneno yako, kupitia hayo aweza kuamini, hivyo tayari umetekeleza agizo kuu la Bwana Yesu. Jambo la pili, kazi ambazo tunazifanya. Kazi zetu, iwe umeajiriwa, iwe unafanya biashara, iwe unasoma saa zingine, au ni mkulima, au ni mfanyabiashara, au mfugaji, kazi yoyote unayofanya inatoa taswira ya kutimiza agizo kuu la Bwana Yesu. Kwa hiyo nagundua kwamba maisha ya mshirika pamoja na kazi zake inaleta au inatoa mwelekeo wa utimizaji wa agizo kuu la Bwana Yesu. Maana kwenye kazi yake, namna anavyofanya kazi yake, inatengeneza shuhuda ya Bwana Yesu. Kwa maisha yetu inatoa taswira ya kutimiza agizo kuu. Kazi zetu zinatoa taswira ya kutimiza agizo kuu la Bwana Yesu. Kwa maana hiyo kwamba kila mshirika ana uwezo wa kwenda kumfanya mtu kuwa mwanafunzi wa Bwana Yesu. Ndio maana kanisa katoa mpango mkakati kwamba kila mshirika kwa kila mwaka anapaswa kuleta angalau watu wawili kwa kila mwaka. Kwa maana ya kwamba hata anapoishi tu, maisha yake, ushuhuda wake wa maisha yake inaweza kumleta mtu, kazi yake inaweza kumleta mtu. Hiyo ni kiwango cha chini sana, ambacho katika ujumla wake ni kwamba mwelekeo wa majukumu yetu yote, mwelekeo wa maisha yetu yote inaelekea katika utimizaji wa agizo hili kuu la Bwana Yesu. Hatuishi kwa sababu tu tunapenda kuishi. Kwanza tunajua kwamba tunaishi kwa sababu Mungu ametupenda na ametuchagua tuishi. Hivyo tunapoishi, maisha yetu iko kwa ajili ya kutimiza agizo kuu la Bwana Yesu. Wapendwa wa Bwana Yesu asifiwe. Katika Mathayo sura ya 24:14, Yesu anasema kwamba tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Habari njema, agizo kuu ambalo tumepewa ni kuhubiri injili. Na injili ni habari njema. Habari hii ya injili ni habari iliyo njema kuliko habari nyingine yoyote. Ndio maana Yesu anaonyesha kwamba yeye amekuja kwa ajili ya habari hii, kwamba habari hii itahubiriwa ulimwenguni mote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Nani ataihubiri? Mimi na wewe. Nani ataitangaza? Mimi na wewe. Kwa namna gani? Kwa maisha yetu, kwa kazi yetu,
wengine wanakwenda, maana kuna walioitwa kwenda, lakini kuna walioitwa kutimiza agizo kuu kwa maisha yao. Kuna walioitwa kutimiza agizo kuu kwa kazi ambazo wanazifanya. Ndio maana tuliona kwamba tumetoa sadaka ya umisheni hapa kwa ajili ya waliokwenda. Tunawategemeza kwamba waendelee kufanya kazi ya utimizaji wa agizo kuu, kuhubiri injili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuko katika mazingira ambayo maisha yetu inatoa taswira ya utimizaji wa kuhubiri injili, habari iliyo njema ikawafikie watu wote. Na Marko kwenye andiko lake kwenye kitabu cha Marko inaonyesha kwamba habari hizi za injili zinapaswa zifikie kila kiumbe, kuonyesha kwamba injili sio kwa ajili ya watu tu. Injili inatakiwa ipite, maana yake watu wanapaswa wapokee injili, waokoke. Wakiokoka watu, hata viumbe vingine wasikie injili. Kwa maana ya kwamba haitakiwi mtu yoyote akose, yani ashindwe kufikiwa na injili, kwamba watu wote wanapaswa kufikiwa na injili mahali popote walipo, mji wowote walipo, kijiji chochote walipo, wafikiwe na injili. Iwe kwa namna gani, iwe kwa fedha, iwe kwa kwenda, lazima injili iwafikie. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Tuko na mkutano mkubwa wa injili ambao tunauandaa kwenye mji wetu wa Babati. Mkutano mkubwa sana. Na tumeona kwamba mkutano huu mkubwa tunapaswa kuandaa kupitia mazingira yetu, kupitia maisha yetu, kupitia mali zetu, kwamba lazima tuandae mkutano. Kwa nini? Kwa sababu wako watu ambao wanapaswa kusikia injili. Maana ile ya nyumba kwa nyumba haitoshi, lazima tuwafikie kwa kuwahubiria kwa njia ya paza sauti, tutangaze habari njema ya ufalme wa Mungu. Na ndio moja ya kutimiza kwa agizo kuu la Bwana Yesu la kuenenda kuwafikia mataifa yote kwa wanafunzi wa Bwana Yesu. Wapendwa, amina. Kazi ya kumfanya mtu kuwa mwanafunzi tumepewa kanisa kuenenda tukamfanye awe mwanafunzi. Sisi tukienda, Yesu kazi yake ni kuokoa. Sisi tukienda kuhubiri, Bwana ataokoa. Sisi tukitoa vitu vyetu kwa ajili ya injili, Bwana atawaleta watu kwa Kristo Yesu na watu wataokolewa. Kwa injili ni habari njema. Matendo 5:42 inasema kwamba kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu. Wale kanisa la kwanza la Matendo ya Mitume, wao kila siku ndani ya hekalu na katika nyumba zao, sababu hawakuacha kufundisha, hawakuacha kuhubiri habari njema za Yesu Kristo. Na sisi pia kanisa la Bwana Yesu, watu wa Mungu, tuna fursa, tuna nafasi ya kuhubiri habari njema ya injili, habari njema ya kufikia watu ambao hawakufikiwa na injili. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa ya kutangaza habari hizi njema ya ufalme wa Mungu. Ziko habari nyingi ambazo pengine zinakuwa njema kwetu, katika maisha yetu, kwenye familia zetu. Kwa mfano, kisikia kijana anaoa mwenzetu, tunafurahia, maana anakwenda kuanza maisha mengine mapya ya ndoa, tunaifurahia. Lakini habari hizo ni njema na pengine hata inampendeza Mungu. Lakini habari ya injili inaonyesha kwamba mwenye dhambi moja akitubu, kule mbinguni sifa inageuzwa kumfurahia yule mmoja aliyeokoka. Kwa maana ya kwamba mbingu
inatamani kuona mwenye dhambi mmoja akimpa Yesu maisha yake kuliko vitu vingine vyote. Yaani furaha ya mbingu, furaha ya Mungu na enzi yake, anapenda aone kwamba kuna mwenye dhambi mmoja anakubali kumpa Yesu maisha yake. Ona kwamba jinsi ilivyo njema kutangaza injili, jinsi inavyofaa kutangaza injili kunasababisha mbingu kufurahia yale ambayo yanapatikana katika kuhubiri injili. Watu wanapookoka ni furaha iliyoko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno hili fupi la Bwana, simama juu kwa miguu yako. Simama juu kwa miguu yako. Tunakwenda kumwomba Mungu. Hebu naomba mwambie Mungu, naomba unisaidie nifanye nini kwa ajili ya injili? Kitu gani niitoe kwa ajili ya mkutano wa injili? Jiombee, alafu nitatoa maelekezo. Baba Mungu mwaminifu, mwenye uweza, mwenye mamlaka na nguvu zote, tunakubariki, tunakutukuza Mungu wa majeshi, kwa jinsi ambavyo mfalme wa amani neno lako limesema nasi Mungu wa majeshi, kwa habari ya kutimiza agizo kuu la Bwana Yesu. Hapa duniani umetutuma Mwokozi tukahubiri injili kwa kila kiumbe. Baba mwema, mfalme wa ajabu, tazama Mungu wa majeshi, kwa neno hili Mungu wa majeshi, mioyo yetu imejaa shauku na jinsi gani tuweze kuhubiri injili ili watu wakupokea Yesu Kristo. Baba utuelekeze, mfalme wa ajabu, tufanye nini kwa ajili ya injili? Tutoe nini kwa ajili ya injili? Tufanye kitu gani Mungu wa majeshi, ili mwenye dhambi mmoja katika mji wa Babati na viunga vyake aweze kupokea wewe Kristo Yesu katika maisha yake. Naomba neema yako katawale, mfalme wa ajabu. Nawe Bwana ukaseme na mioyo yetu, nawe Bwana ukaseme na maisha yetu, nawe Bwana ukaseme na mtu moja moja Mungu wa majeshi, ili tukaone uthamani wa kuhubiri injili, tukaone umuhimu wa kutangaza habari hii ya ufalme wako, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Wote tuseme amen.